Mwanamichezo, yako mengi ya kimichezo ambayo kupitia YouTube channel utakwenda kuyafahamu. Mimi ni Latifa Anafi, nyuma ya kamera hapo ni Wilvin Trent. Na leo hapa niko na kachero kabisa wa kimataifa ama duniani. Abisai Steven, na tutakwenda kuzungumza mengi, taarifa za kikachero na mambo mengine ambayo yameendelea kujiri kwenye anga hizo za kimichezo. Abisai, habari? Mambo vipi? Kwema kabisa. Uko vizuri? Niko vizuri. Safi. Tunamaliza mwaka 2025, japo kuna majuma kama mawili yamesalia hivi, lakini mimi nijue kwanza huu mwaka ulikuwa ni mwaka wa namna gani kwa upande wako? Kwa sababu mimi ni mzima wa afya. Nashukuru Mungu kwa hilo. Huo ni mtaji namba moja. Imekuwa ni neema sana. Wapo watu ambao nimeshiriki kuwazika, kuwapumzisha kwenye nyumba zao za milele. Si kwa sababu walikuwa na dhambi sana au wabaya sana. Hapana. Ila ni Mungu aliona mapenzi yake yametimia. Kwa hiyo mimi nashukuru nipo mpaka leo, naendelea kupigania ndoto zangu, ni kitu kikubwa sana. Iko niche zaidi kuliko kingine chochote. Kwa sababu hiki ndio kinaanzisha mengine yaendelee, yes. Yeah. Kwa hiyo tuseme ni kwamba kwa mwaka 2025 sifa na utukufu ni kwa Mungu Aliye juu mbinguni. Kwani yupo wa chini? Hapana. Yaani huo msemo ndio unamalizikia hivyo. Aliye juu mbinguni. Kabisa. Yeah. Mambo yanakwenda. Tunashukuru Mungu, uzima upo, tunapambana. Maisha yaende, unajua tena. Yeah. Turudi huku kwenye ulimwengu wetu wa soka sasa. Yako mengi ambayo yamejiri majuma haya kadhaa ambayo hatujapata nafasi ya kuzungumza, na moja ya kitu ambacho kimesambaa sana kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na rais wa klabu ya Young Africans na mwenyekiti wa vilabu Afrika, mambo yaliyofanyika kwenye ule mkutano mkubwa kabisa, lakini pia hotuba zake ambazo wamejaribu kuziweka mbele ya watu mbalimbali ambao walishiriki kwenye mkutano ule. Pengine wewe sasa utuambie kwa namna ambavyo umefuatilia hoja mbalimbali ambazo zimejaribu kujengwa, nini ambacho umekiona na matokeo yake ni yapi? Tutafaidika na lipi na vitu gani kuhusiana tu na kile ambacho Engineer Hersi amekizungumza? Unajua mimi kama Watanzania wengine wengi, kwa mara ya kwanza nilivyoona ile taarifa, shauku yangu ilikuwa anaenda kuzungumza nini. Pili ikawa okay, kwa nini amechaguliwa Engineer Hersi na si mtu mwingine? Afu cha tatu nikaona okay, viongozi wetu wa mpira Tanzania wapo kwenye njia nzuri, wanazidi kufanyaje kutambulika. Kwa hiyo ilinisumbua kutaka kujua hayo. Sasa kama ambavyo unajua huwezi kuwa unajua kila kitu mwenyewe. Nikatafuta makachero wenzangu ambao wanahusiana na FIFA wanielekeze nini hasa kinaendelea huko. Na kweli walifanya hivyo. FIFA pia wapo makachero? Yeah, wapo makachero ambao wanafanya kazi na FIFA. Kwa wakanielekeza kwamba cha kwanza kule kulikuwa kuna Football Summit. Ni mkutano mkuu wa kujumuisha watu mbalimbali wa kozi mbalimbali za FIFA, ikiwemo football management level diploma ambayo hata Arafat Haji, makamu wa rais wa Yanga, anaisoma na ni mwanafunzi po kule. Kwa hiyo kuna makundi mawili, wapo wanafunzi wachezaji wa zamani wakina Alexander Pato, wakina Bafetimbi Gomis. Alexander Pato watu wanamkumbuka na AC Milan na timu ya taifa ya Brazil. Bafetimbi Gomes umaarufu mkubwa sana, aliutoa Lyon Faransa, akaenda kucheza Swansea City, then akaenda kucheza Saudia, na ni raia wa timu ya taifa ya Faransa, kucheza pia national team. Kwa hiyo wale topic yao ilikuwa players wanaelekea kwenye boardroom sasa. Yaani wanatoka kucheza wanaenda kuzungumza, kujifunza kwa viongozi, kwa watu wa kufanya maamuzi, decision makers. Kundi la pili kwa viongozi wa mpira ambao wanachaguliwa na club zao, wanataka kurasimisha maarifa yao, kuyaweka kwenye hali ya weledi, professionalism. Wanapata wapi ya maarifa? FIFA anaendesha course. Kwa hiyo vice wa Yanga Arafat Haji miongoni mwa wanafunzi. Sasa nani anaratibu hii course? Yupo mwanamke mmoja anaitwa Omela Desiree Bella. Yeye ni director football ya FIFA
Development and Professional Leadership, ambaye na moderate cause na haya mazungumzo, lakini yeye alimwendea katibu wa FIFA General Secretary anaitwa Matthias Stoffstrom, ambaye yeye amechukua nafasi ya Fatima Samora, yule mama ambaye aliongoza muda mrefu zaidi ya miaka 10 akiwa katibu na kuweka rekodi ya kuwa Mwafrika wa kwanza wa kike kuwa katibu wa CAF na kufanya kwa muda mrefu. Yeye ndiye aliyempendekeza Engineer Hersi kwa mkurugenzi wa maendeleo ya mahusiano na wa FIFA na weledi kwamba huyu mtu atakufaa kuwa mzungumzaji wa kueleza experience yake ambayo itawafundisha kitu wanafunzi wako. Umeelewa? Kwa hiyo Engineer Hersi alipendekezwa na katibu mkuu wa FIFA kuwa mzungumzaji kwenye ile mada. Na kwa nini alimpendekeza? Kwa sababu amekuwa akimfuatilia Hersi na safari yake ya Yanga kwa miaka 3 kwenda 4, ndio ambavyo Yanga anapiga hatua, na ikiwemo Yanga pia ni wanafunzi kwa new transformation, na Hersi akiwa pale na engineer. Bado haijakamilika, lakini imepata usaidizi kutoka Sevilla. Nadhani hiki wamekiona kama ni added advantage. Huyu alikuwa anaongea usasa kwa sababu ameshajifunza kutoka ligi namba 2 ambayo imewahi kuwa namba 1 duniani kupitia klabu ya Sevilla, ambayo ni klabu kubwa sana, mabingwa wa kihistoria wa Europa. Kama wana njia ya kuweka uongozi wao sawa mpaka kuwafanya washinde makombe makubwa kama haya, basi watakuwa na kitu cha kuwafundisha Yanga. Basi na Yanga kama amejifunza, basi Hersi ana kitu cha kuambia watu wengine kwa muktadha wa Afrika. Kwa hiyo ndio sababu mojawapo, lakini pili, unajua yeye ni mwenyekiti wa Umoja wa Klabu Afrika ACA. Kwa hiyo anaishi na klabu zile kama balozi, kuwakilisha changamoto za hizo klabu kwenye umoja wao, then kupaza sauti CAF na kwingineko, sio? Kwa hiyo hii kofia ya pili pia imeongeza nguvu. Kwa hiyo sasa ndio kimemfanya Hersi awe pale. So nimejaribu kukupitisha huko uweze nawe kuelewa kikao kile kwa cha nini na kwa nini Hersi ameenda kuzungumza. Neno lilokuwa linafuata ni kwamba kwa nini ameitolea mfano Simba kwenye kuonesha issue ya transformation na issue ya good governance. Kwa sababu Hersi ni kiongozi wa Yanga, wana utani wa jadi na Simba. Yanga na Simba wana utani wa jadi. Kwa kwenye mambo mengine ule utani ukiwa unachuana, ndo matokeo yake ndo yale. Hata Simba kiongozi wao wa bodi Crescensius Magoli angekuwa FIFA, ingetokea ni mfano ametoa mfano kuonesha mapungufu ya Yanga wangereact. Umeelewa? Yanga wangereact. Kureact kwao akumfanya Magoli kuwa angekosea ni kwenye kuonesha tu kwamba ukweli unauma. Umeelewa? Kwa hiyo Hersi alikuwa anazungumza changamoto za club za Afrika, akazungumza madhara, afa akazungumza suluhisho ambalo mojawapo ni transformation kama agenda alikuwa anajadili. Kwa kwenye changamoto akasema club za Afrika zina shida ya uongozi bora, kushindwa kusimamia baadhi ya mambo na kitu ambacho madhara yake ni kupelekea mvutano. Kwa hiyo pale akachukua video ya mwanachama wa Simba akionekana na huruka, amechukizwa, anazungumza kwa hisia kali, kutokupendezwa na uongozi uliokuwa madarakani kwenye klabu yake ambao ni ya Simba. Kwa sababu tulimuona pia kwenye mkutano mkuu yule mwanachama akizungumza, sio? Baada ya mkutano mkuu Amini alifanya mahojiano. Kwa hiyo Hersi alimnukuu mwana Simba akiongea mambo asiyopenda kuhusu Simba na uongozi, ambao ndio mfano wa kuonesha good governance, sio? Kwa hiyo akaicheza ile kama kuonesha, lakini watu wakaichukua tu hiyo, wakasema mbona Yanga ina mapungufu na asemi. Kama hoja ni transformation, naona Simba ndo ana shida zaidi ya transformation. Na wala hata sio jambo la siri. Simba wenyewe wanajua. Tokea 2017, 18 walivyolivalia njuga ili swala, leo 2025. Ukisema 2018, leo ni miaka 7 imepita. Yanga tukiwa wamesema huu mwaka unaenda wa 2.5. Wa 2 na rais wa 2. Lakini kuna hatua wamepiga za kwanza tofauti na Simba. Hivi ndio vitu ambavyo watu hawavitaki kuvisikia. Wanakuona kama unaongea kitu tofauti. Simba wameanzisha mchakato
wametengeneza bodi, walimpata mwenyekiti Mohamed Dewji, kuna time walifika try again alihudumu, wamepata wakina CEO, wameendelea na mambo yao, wanachukua makombe mara 4 ya ligi, wanafika robo finali, Simba imekuwa kubwa, Simba ime top, si ndio? Wakiwa wanaendelea. Serikali ikawaambia jamani, mnakosea, njia ni hii. Tokea hapo maelekezo ya serikali, Simba ameenda kufanya mambo taratibu mpaka mkutano mkuu wa mwisho ambao ilibidi sasa ufike, kwa sababu hapo watu wana Simba walioandika barua kwamba wanataka kuona katiba inabadilika. Simba ikabidi kupata respond ile barua ndio kufika BMT, wakakumbushwa tena muongozo ni huu. Simba amefanya mwezi wa 8, wamerudisha majibu mwezi wa 10 hapa, Disemba amefanya mkutano, Novemba mwishoni. Leo rasimu yao inapitishwa, ikipita wanaendelea mbele, lakini angalia muda mfupi mambo waliyofanya na tokea muda mrefu ambavyo walianzisha mchakato. Sasa wewe uone hii kweli ni shida. Kwa hiyo ni utani uliochanganyika na ukweli ndani yake. Sasa ukweli ndio una shida hiyo, unaumaga, yani unakera. Kuna muda unakuwa unajiandaa kusikia. Lakini wana Simba wanajua, na walikuwa wanalalamika ni wana Simba, wanachama wao ndio shahidi, ndio ile video. Hersi angeongea kwa maneno matupu bila ile video, mimi leo ningekuwa namchapa kwa maneno. Lakini leo unamsema vipi na kuplay video ukweli, wana Simba wanalalamika wenyewe. Ni swala mapokeo tu. Tuliache hilo. Akaendelea akachagua kwamba klabu ambayo haina miundombinu pia ina changamoto. Akaonesha jengo la Yanga pale la ofisi limechoka la muda mrefu. Wamejitahidi sana, wanapaka rangi. Na kitu kizuri wanacho chumba cha mkutano na bana moja ndio inaonekana hiyo, lakini kwingine majengo ni ya zamani. Unategemea kwa fedha ambazo Yanga wanasema wanazo wangeboresha pale. Changamoto wamesema. Yanga aseme mazoezi nalipia haina kwake. Changamoto hiyo. Sio, umeelewa? Kwa Yanga ameelezea kwenye engo hiyo, kwa sababu Yanga alikuwa hawezi kuelezea transformation, wanapita kwenye njia sahihi hata kama wanaenda taratibu, lakini bado hajachukua muda wa kuonesha tatizo lao ni kubwa kama Simba. Kwa sababu mimi ninachokumbuka Yanga walivyojua hawajui, wakaenda La Liga wakawatach na Sevilla wakawapa muongozo wa Kiingereza ambao mapendekezo. Yanga wakaichukua wakaiweka kwa Kiswahili, wakaita rasimu ya mchakato mabadiliko ya uendeshaji wa klabu. Fika Serena pale. Mwenyekiti wao alikuwa wakili Alex Mgongolwa, sio? Kutoka pale walivyoitoa kwa Kiswahili, wakasema tu wanaofuata wameelekezwa wenye klabu wajue, wakachukua ile wakapeleka kwenye matawi. Kaeni nayo hiyo, mtuambie inafaa ifai. Sio, unaelewa? Wengi wameielewa. Hatua ilipofika, Yanga wameanza kusajili wanachama. Kwa takwimu yatokea mwaka 2024, Yanga wenyewe wanadai wana watu 60,000 wanachama wao, wanaenda 60,000. Wale watafika hatua watakuja kuipitisha katiba, Yanga itaanza kwenda kwenye mchakato kwa hatua kubwa. Kuna namba wanaitaka, si umeelewa? Sasa hizo sio changamoto, ndo hatua hizo za kwenda. Kwa hiyo wasingeweza kusema transformation yao ina shida hii na hii na hii, si unaelewa? So kwenye miundombinu ndo wameamua waliongelee. Kwa hiyo sasa mapokeo mengine ni ya mtu na mtu. Mimi nimeona kwangu haina shida. Kwa hiyo akitokea mtu wa Simba akasema ile ni shida, mimi naheshimu mtazamo, sitaki aamini ninachoamini mimi. Wala simwambii njoo bana Esi liko sahihi, njoo yeye amini anachoamini kwamba amekosewa, it's okay. Mimi naona hakuwa na shida. Esi angekuwa ameongea uongo pale, Watanzania wote wangekuwa kinyume naye. Na jambo linapotokea linakuwa lina pande mbili, sio? Nataka kuamini wapo viongozi wa Simba wachache watakuwa wanasema jamani, si mnaona tunatolewa mifano hata kule. Hebu tulimalize ili wakose cha kututolea mifano. Kwa sababu Simba ikikamilisha itakuwa timu ya kwanza Tanzania. Hiyo atajivunia. Sasa huu ndo muda wao kuchukua ile kama changamoto, kwenda kumalizia hilo swala. Then mambo yakae sawa. Ikiwa ya kwanza, Yanga watu waweza kuongea sana. Simeelewa. Na ndio hicho kitu cha utani wa jaji, kwa sababu yule ni Yanga. Nataka kuamini angeongea pale mzungumzaji kutoka Ghana, ingepita tu, ingekuwa kawaida. Angeongea mzungumzaji kutoka Sudan, ingekuwa kawaida. Lakini Hersi ni Yanga. Hersi wa mwanachama Yanga, Hersi rais wa Yanga. Simba wapo kwenye mambo yao ya kujibizana na viongozi waliopita na mashabiki, upepo mbaya. Yeye pia akatoa mfano huo, lazima hali ilipuke tu. Kwa mimi na waelewa wanavyolalamika, lakini ndio mambo yalivyo. Hata mimi kuna ukweli wangu kiniambia kama binadamu, luka yangu kwanza itajisikia vibaya kwanza, lakini baadaye navomeza mate ya akili naanza kusema okay, kumbe nina tabia hii. Kwa mimi ndo naamua sasa niache au niendelee kuwa na mambo yangu haya ya ovyo. Kwa hapo ni kwamba yani kila alichokizungumza ni kwamba
ni kama umtoe hivi kuwa kwenye uongozi wa klabu ya Yanga ndio utamu. Ni ngumu kwa sababu ni Yanga, lakini ukisema umwangalie kama anachokisema haikuwa ana represent kweli, ndio maana akatafuta findings. Hata wale wakisema hebu tusikilize, tutafute mkalimani atuambie huyu shabiki anasema nini. Ndio hicho Hersi anachosema. Yule analalamika mkutano sijui umevunjwa ovyo, kiuni, anatumia neno kiuni, mara sijui anataka nini. Ndio hicho, ndio tafsiri ya good governance. Mambo yake ya kuongea hapo humo. Kwa mimi sitaki Simba, siwalazimishi Simba wakubali alichosema Hersi. Simba wana viongozi wao, wana utashi wao kukubali mambo au kukataa, ni wao. Lakini kwa sababu mmehoji mtazamo wangu, huo ndio mtazamo wangu, mimi sijaona shida. Na hata mimi ningekuwa kiongozi wa Simba kwa muda huo, ningeangalia ile video, na mimi ningejisikia tu vibaya kwamba bwana, tumesema lakini tumeoneshwa kimataifa huko. Haya bana. Si ndio? Ingeniuma, lakini ningekaza vitu vyangu viende, lakini singekuchukulia kitu personal. Sio, umeelewa? Issue ndio hiyo. Yeye kiongozi wa ACA lakini ni mtu wa Yanga. Kwa hiyo kila anachokifanya wakati mwingine ni ngumu kumtofautisha na Yanga. Si ndio hivyo? Kwa maana wakati mwingine watu wa Simba wanazungumza. Hebu kwa mfano Simba, Hersi angekuwa anasema mfano tu, anasifia, anasema Simba imechora ramani ya kimataifa Tanzania. Licha ya bajeti ndogo lakini iliweza kufika tu robo finali mara nyingi. Kwa misimu 8 sijui 7 amefika mara 6. Angekuwa anajadili pale, wana Simba saizi wangekuwa nasemaje? Sherehe. Ingekuwa? Sherehe. Tuwazi sana huo upande. Kwamba saizi Hersi angekuwa na wasifu Simba. Wangesema kiongozi ndio huyu. Si ndio hivyo? Kwa kumbe upande ni mmoja tu, kwa kiongozi ni kusifu. Au kuzungumza ukweli pia sio kiongozi. Simba na Yanga hiyo. Basi hiyo shida haiwezi kututoka, ndio tulivyo. Kwa hiyo mambo yangu mimi nayaona yako hivyo, mawazo yangu kwenye hilo swala. Sawa, za kikachero zikoje? Sijazipata muda mrefu kuhusiana na kocha wa Simba, maana naona huko kwenye mitandao mara hivi mara vile, mara hivi mara vile. Kocha wa Simba bado. Ila kuna taarifa inaanza kuwa serious. Kuna taarifa inaanza kuwa serious. Yanga kuna mchezaji mkubwa wa Simba wanamtaka. Na huyo mchezaji anakaribia kumaliza mkataba wake. Kuna mambo hajafurahishwa nayo, bado hajafanya maamuzi ya kuondoka Simba kwa sababu anayo mkataba, lakini Yanga wanaangalia uwezekano wa kumsajili akiwa mchezaji huru. Yaani mkataba unakaribia kumaliza. Yes. Au ndio ile aliandika alikaa miezi 6 imesalia. Nadhani ndio hiyo. Ni hiyo. Na kwa hiyo kwa maana hiyo anaruhusiwa kuanza mazungumzo na klabu nyingine. Yes, mazungumzo sawa. Ila kusaini mkataba bado. Bado unakuwa na mkataba na watu. Ni raia wa Tanzania? Hapana, ni mchezaji wa kigeni. Anaitwa Eli Mpanzu? Hapana, chanzo hakijaniambia kama ni Mpanzu, ila chanzo kimenidokeza kama hivi kilivyokudokeza wewe. Taarifa kamili nitapata, nitakwambia. Kwa sababu wako hao ambao Yanga wanataka kutoka Simba. Wako hao wawili. Kwa muda ukifika tu Latifa, kuna za kikachero hapa, au kama nitakuwa nimeziwahi kwenye page yangu utaiona. After uje tutazungumza. Ila Yanga wako serious, wanataka Simba wakose raha kwenye kila eneo. Yaani ile Chama, Mkude, sijui Mohamed Hussein wanaona kama Simba bado hivi. Lakini Simba mabavu ya kuwabakisha si wanayo au hawana? Simba wanayo wanayo. Ila wachezaji wenyewe ndio wanataka kutoka. Hawajataka. Ila wanashawishiwa na mazingira. Si unaelewa? Unakoja fanya maamuzi, ila mtu upande wa nje ndio unavuta. Unakufikirisha okay, niende. Ndio ipo kwenye hatua hiyo. Kwa hiyo kwenye nafasi zipi? Wewe unanichimba sasa. Wewe unanichimba. Labda ungesema mshambuliaji, beki, nimeambiwa taarifa wachezaji wawili. Hivi mimi Kachero niona taarifa hizo nikufiche? Kwa nini? Wakati Kachero ndo mambo yangu. Ningesema mimi ningeshajua. Wawili. Ila ni wawili. Basi za Kachero zikamilika mimi nipo. Usijali. Haujawahi kunikosa. Unipatie. Usijali. Hao wawili hao. Kama ni yule na yule ama yule na yule sawa. Sawa, salimia Tegeta.